Tumegusia masuala ya amani na usalama ambayo ni nguzo muhimu katika mustakabali wa maendeleo ya kanda na dunia nzima. Hivyo pamoja na kujadili hali ya usalama nchini DRC, nimempongeza Mheshimiwa Rais Tshisekedi kwa juhudi zake za kuleta amani na utulivu pamoja na kutafuta suluhisho la kudumu la changamoto za kiusalama. Na tunaposema usalama ni usalama wa afya pia. Kwa nimempongeza kwa juhudi zinazochukuliwa ili kupunguza makali ya magonjwa yale ya Ebola ndani ya DRC na kuwafanya wananchi waishi bila hofu na kuchukua hatua zinazofaa kupambana na magonjwa hayo. Naam, Rais Mama Daktari Samia Suluhu aliweza kukumbana na hali ya kushangaza baada ya kuzomewa na baadhi ya wananchi alipokuwa akimpongeza Rais wa DRC Congo Tshisekedi alipokuwa anampongeza kwa hatua alizochukulia katika kuimarisha usalama wa taifa lake na pia usalama wa afya, akizungumzia ugonjwa wa Ebola ambayo imekuwa ikienea nchini ya DRC. Akizungumza mbele ya umati, Rais Samia Suluhu aliweza kusema kuwa nchi ya DRC imeonyesha mfano mzuri katika kulinda raia wake na kudumisha amani. Hata hivyo, kabla hajamaliza hotuba yake, baadhi ya wananchi walianza kuzomea huku wakipaza sauti wakisema hakuna usalama kwa kuwa viongozi wa upinzani wanaendelea kukandamizwa. Kelele hizo ziliweza kuendelea kwa muda na kumfanya Rais Samia Suluhu kuweza kusitisha hotuba yake kwa dakika kadhaa kabla kumwalika Rais wa DRC Congo aweze kutoa taarifa yake. Endelea tu kutuandikia maoni yako kuhusiana na hili taarifa ambalo linaendelea kusambaa kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii, huku wananchi wakiweza kumzungumzia Rais Samia Suluhu kuwa ni msaliti kwa wananchi wa kawaida kwa kuwa anazungumzia usalama ambayo wananchi wanahisi kwamba serikali kuu imekuwa ikitumia nguvu kupita kiasi ili kuwapa usalama wananchi, kwa kuwa wananchi hawana nafasi na uhuru wa kujieleza. Endelea tu kutuandikia maoni yako hapo chini, tungependa kusikia kutoka kwako. Na baadhi ya wananchi walidai kuwa pongezi hizo hazina maana ikiwa serikali yao yenyewe imeweza kushindwa kushughulikia changamoto za usalama wakabili. Hapa anazungumzia serikali ya CCM na nikiwanukuu waliweza kusema, tunapongezaje nchi nyingine wakati wananchi wetu bado wanahofu kuhusu usalama wao, kwa kuwa kumekuwa na hali ya kutekwa nyara, kumalizwa uhai na pia watu kushikwa ovyo ovyo na kuwekwa gerezani, wakati ambapo wanazungumzia maneno hasi kuhusiana na serikali. Wanazungumza kuwa serikali ya CCM haijawapa wananchi wa kawaida usalama wa kutosha, bali serikali ya CCM imeweza kupea wale ambao wana cheo, madaraka ya juu, ni watu ambao wameweza kupewa usalama na serikali ya CCM, bali si wananchi wa kawaida, kwa kuwa serikali na pia jeshi la polisi halijakuwa likijibu maswali ila wale ambao wameweza kutekwa nyara wako wapi, kama vile Humphrey Polepole, na pia vijana wengi wamekuwa wakitekwa nyara na wasijulikane mahali walipo, wananchi wakitaja kuwa serikali ya CCM imedidimia katika usalama. Je, unakubaliana na hayo? Tuandikie tu hapo chini, tungependa kusikia kutoka kwako. Na tukio hili limeweza kuzua mjadala mkubwa kwenye mitandao ya kijamii, huku wachambuzi wa masuala ya kisiasa wakisema kuwa kuzomewa kwa Rais Mama Daktari Samia Suluhu ni ishara kuridhishwa kwa wananchi na namna serikali inavyoshughulikia masuala ya usalama, kwa kuwa serikali haijakuwa ikiwapa wananchi majibu ambayo wamekuwa wakikumbana nayo, kama vile ya utekaji nyara, vijana kushikwa kiolela na kuwekwa gerezani, na pia wale ambao waliweza kupoteza wapendwa wao siku na wiki ya uchaguzi mkuu mwaka 2025 hawajaweza kupewa fidia hadi siku ya leo. Na tukio hili wachambuzi wa masuala ya kisiasa wameweza kusema kuwa itaweza kuendelea ikiwa serikali haitakuwa na mazungumzo ya moja kwa moja na wananchi wa kawaida kuhusiana na
jambo hili la utekaji nyara na pia kushikwa kwa wale ambao wanapinga serikali kupitia kwenye mitandao ya kijamii na pia kutowapa vyombo vya habari uhuru wa kujieleza. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wameweza kumuonya Rais Mama Daktari Samia Suluhu iwapo serikali ya CCM itaweza kuendelea hivi, mwisho kutakuwa na mgawanyiko kati ya wananchi na serikali. Hata hivyo, serikali imeweza kusisitiza kuwa inachukua hatua mbalimbali kuhakikisha usalama wa wananchi na imewataka wananchi kutoa ushirikiano kwa vyombo vya usalama na pia wale ambao wanaongelea maneno hasi kwenye mitandao ya kijamii waweze kuzungumzia maneno chanya kuhusiana na serikali ya CCM, huku wananchi wakisisitiza kuwa wataendelea kuzungumzia maneno mabaya ikiwa serikali haitaweza kuwasikiza ama haitatenda wajibu wao kama viongozi waliochaguliwa na wananchi. Na serikali ya Kongo iliweza kutembelea serikali ya Tanzania na shughuli hiyo imeweza kukamilika, japo imeweza kuzua taswira mbaya kwa kuwa wananchi waliweza kumzomea Mama Rais Daktari Samia Suluhu. Maoni yako ni yapi? Tuandikie maoni yako hapo chini, tungependa kusikia kutoka kwako kuhusiana na hili swala nzima ambalo linaendelea kusambaa kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii. Na pia usisahau kubonyeza alama ya like na subscribe hapa chini, na asante kwa kufanya hivyo. Hadi wakati mwingine.